Wakati zikiwa zimebaki siku chache kabla ya kufikia siku ya mechi ya kwanza ya hatua ya makundi ya Yanga dhidi ya FAR Rabat kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, hatimaye shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF limetangaza mwamuzi wa mechi hiyo ambaye ni Ahmed Imtehaz Heralal. Yeye ndio mwamuzi wakati katika mechi hii kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, ambapo wawakilishi mmoja wapo wa Tanzania katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa hatua ya makundi atateremka dimbani. Matarajio yakiwa ni makubwa kwa Watanzania, kwa wanayanga kuona kana kwamba wakianza na mguu mzuri kwa kushinda ikibidi. Ni mechi tough, mechi ngumu katika kundi lao la B, ambayo matarajio ni kuona kila mmoja akifanya vizuri kwake na Yanga wako nyumbani, na hivyo ni kuona kwamba mwisho wa siku wanapata matokeo mazuri kwa ajili ya kujiweka katika mazingira mazuri ya kusonga mbele kwa hatua ya robo finali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. FAR Rabat hawa ni wawakilishi kutoka katika taifa la Morocco. Sasa ni timu ambayo inafahamika wazi ni miongoni mwa timu ngumu, kwa sababu kwenye kundi hili linapoelezwa kwa gumu ni kwa sababu tu kuna Yanga, kuna FAR Rabat, lakini pia wapo Al Ahli ya Misri, wapo na JS Kabylie ya Algeria. Sasa ni mechi ambayo wakati mabenchi ya ufundi kwa maana kocha Pedro Gonçalves wa Yanga na kocha Santos Alexandra wa FAR Rabat wakiendelea na maandalizi yao, eneo la mwamuzi ni eneo muhimu sana kwa refa juu ya kuona kwamba Yanga wanatimiza mipango yao katika kuhakikisha wanapata matokeo mazuri. Sasa kukiwa na mwamuzi mzuri anayechezesha kwa haki, inafahamika wazi kwamba kazi inabaki kwa timu zenyewe, kwa mabenchi ya ufundi kuhakikisha mipango kazi yao inatekelezwa vyema na wachezaji wao ili kupata matokeo mazuri. Sasa kwa refa huyu raia wa Mauritania, kwa rekodi zake zinaonyesha kana kwamba Yanga, FAR Rabat washindwe wenyewe katika mechi hii, na hasa Yanga ambao ni wenyeji washindwe wenyewe, kwa sababu ni mwamuzi ambaye rekodi zake ni nzuri hasa kwa wenyeji, lakini pia anatajwa kwa miongoni mwa waamuzi bora waliopo barani Afrika kwa sasa. Huyu Imtehaz Heralal umri wake ni miaka 43, kwa sababu alizaliwa Julai 11 mwaka 1982. Yes, mwezi wa 7 mwaka 1982. Yeye ameshachezesha mechi nyingi hasa za viwango za CAF kwenye michuano mbalimbali ya Under 20 AFCON, lakini vile vile michuano ya kuwania kufuzu kwa finali za AFCON, michuano ya kuwania kufuzu finali za kombe la dunia, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa ujumla tu ana uzoefu mkubwa, kwa sababu mpaka sasa kwenye mechi za CAF ameshachezesha takriban mechi 48, ndio zikiwamo pia mechi za FIFA za kirafiki wakati wa kalenda ya FIFA. Kwenye mechi hizi 48 yeye kwa umakini mkubwa, penye nyeupe hujitahidi kuwa nyeupe, kwenye nyeusi hana mbambamba kwa lugha nyingine, na penye ukali anakuwa mkali. Kwenye mechi hizi 48 ameshatoa kadi nyekundu, tunasema red cards, ameshatoa kadi 2, lakini kadi za njano tunasema yellow cards ameshatoa 118, ukiwa ni wastani wa kutoa kadi 5 za njano katika kila mechi 2, tunaweza kusema hivyo. Lakini katika mechi za CAF Champions League, ikiwamo aina ya mechi ambayo Yanga wanakwenda kucheza dhidi ya FAR Rabat, yeye ameshachezesha mechi 14. Katika mechi hizi 14, kati yake inaonyesha kwamba ameshatoa kadi za njano, tunasema yellow cards 30, na ametoa kadi nyekundu red card 1. Huyu Imtehaz Heralal Ahmed. Vipi kuhusu wenyeji? Matokeo yakoje wakichezeshwa na mwamuzi huyu Ahmed Imtehaz Heralal? Kama nilivyotoka kueleza awali, wenyeji wamekuwa na matokeo mazuri sana, na kama rekodi hiyo inaendelea katika mechi hiyo ya tarehe 22 Yanga dhidi ya FAR Rabat, maana Yanga wana nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri. Ni kwa sababu gani? Katika mechi 14 za ligi ya mabingwa barani Afrika ambazo yeye amechezesha mpaka sasa, wenyeji wameshinda mechi 8 kati ya 14. Na sio hivyo tu, kupoteza wenyeji katika mechi 14 za CAF Champions League, wenyeji kushinda ni mechi 8, sare mechi 5. 5 games ni sare mechi 5, lakini
kufungwa kwa wenyeji ni mechi moja tu. Mechi moja tu wenyeji wamepoteza. Na wenyeji hao waliopoteza walikuwa ni Stade Abidjan ya Ivory Coast wakati walipocheza nyumbani dhidi ya CR Belouizdad wakafungwa bao 1-0. Ndio mwenyeji pekee katika mechi 14 alizochezesha huyu mwamba za ligi ya mabingwa barani Afrika wamepoteza. Lakini katika wenyeji walionufaika kwa kushinda nyumbani wakichezeshwa na mwamuzi huyu ni pamoja na Yanga Wananchi ambao inakumbukwa vizuri Januari mwaka huu 2025 katika mechi ya kundi lao la A ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga wakicheza kwa Mkapa dhidi ya TP Mazembe. Yanga walishinda 3-1 dhidi ya TP Mazembe. Wakati wakishinda mabao haya 3-1 likiwamo bao kali, bao zuri lililoingia katika mabao yanayowania tuzo ya goli bora lilofungwa na Clement Mzize Walid. Mwamuzi wakati alikuwa huyu Ahmad Imtehaz Heralal, yeye huyu ndo alikuwa kati katika mechi hii. Lakini walioathirika wakienda kucheza ugenini ni pamoja na watani wa jadi wa Yanga ambao ni Simba. Waliwahi kufungwa, walikwenda kucheza wakiwa katika kundi lao la C, walikwenda kucheza dhidi ya Raja Casablanca kule nchini Morocco kwenye uwanja Mohamed wa 5 mwaka 2023. Simba walikufa mabao 3-1 dhidi ya waliokuwa wenyeji Raja. Hawa ndo walikuwa wenyeji. Sore naweka hivi kwa msisitizo kwa sababu tumezoea katika kuandika kwetu ya kwanza ndio home alafu nyingine ni away. Hapa Raja ndo walikuwa nyumbani, Simba walikuwa wageni. Simba walifungwa bao 3-1. Bao la Simba tunakumbuka vizuri, alifunga Jaba Leke. Kwenye mabao yao 3 moja wapo litokana na mkwaju wa penalty ule kwa Vuni na Hamza Kaba. Sasa Simba ni miongoni mwa wageni walioathirika wakienda kucheza ugenini, mwamuzi akiwa huyu Ahmad Imtehaz Heralal. Sasa kwa rekodi hizo maana yake Yanga washindwe wenyewe, sio watakuwa nyumbani wanacheza dhidi ya FAR Rabat. Kama wenyeji wameshinda mechi 8 sare 5 katika mechi 14, kwa mwendelezo huu maana yake kisaikolojia Yanga wanapaswa kuwa imara sana kwamba mwamuzi hawezi ikawa chanzo cha wao kupata matokeo yaliyo tofauti. Maandalizi yao pekee ndio ya msingi na support kutoka kwa mashabiki wao. Kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, wana Yanga wa Tanzania wanapaswa kuujaza vilivyo, wao wakiwa kama wachezaji wa 12 kwa timu, kuhakikisha wanafanya hivyo na kuiunga mkono Yanga mwanzo mwisho ili kumwezesha kocha Pedro Gonçalves mipango yake itekelezwe vyema na wachezaji wake akina Peodo Pacome Zouzoua, akina Mohamed Momo Dumbia, akina Ibra Baka, lakini akina Diara na wachezaji wengine wote kwenye kikosi cha Yanga watakaopata nafasi ya kucheza kwa mechi hiyo, kina Bakari Nondo Mwamnyeto, kina Dickson Jobu, kuhakikisha wanaongezewa mzuka hamasa kutoka kwa mchezaji wa 12, huku pia wao wakitekeleza vyema mipango ya kocha Pedro Gonçalves ili kupata matokeo mazuri ya ushindi, iwe 2-1, 1-1, 3-1, vyovyote vile, kwa sababu katika hatua hizi za makundi jambo muhimu ni kushinda nyumbani. Kwa margin ipi? Potelea mbali. Ikiwa margin kubwa 3-0, 4-1, 5-1, 2-0 itakuwa nzuri sana, lakini cha msingi ni ushindi, kwa sababu ni katika hatua ambayo panahitaji point, panahitajika sana point kuliko kitu kingine chochote. Lakini ni kwa FAR Rabat, kocha wao ni Santos Alexander anakutana na Mreno mwenzake Pedro Gonçalves. Patakuwa na ushindani mkubwa bila shaka wa kimbinu, lakini ni timu ambazo zina wachezaji wenye kipaji akiwemo kina Mohamed Rabi Herimat, akina To Carneiro, hawa nazungumzia wachezaji wa FAR Rabat, akina Yusuf El Fahli dhidi ya kina Peodo Pacome Zouzoua katika kuhakikisha kila moja wanapata matokeo chanya katika kwa ajili ya klabu zao. Mwamuzi Ahmad Imtehaz Heralal bila shaka ni bonge la mwamuzi, bonge la fursa kwa Yanga kuhakikisha mipango yao inatimizwa vyema kupata matokeo mazuri. Ni kweli huyu ni raia wa Mauritania. Yanga washawahi kupata matokeo mabaya kwa kuchezeshwa na mwamuzi ambaye hakuwaridhisha katika hatua ya robo finali ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2023-24, wakati alikuwa Dahane Beida, naye ni raia wa Mauritania, akiwakatalia bao lilionekana mpira kuvuka mstari wa goli lilofungwa na Stefan Aziz Ki dhidi ya Mamelodi Sundowns kule nchini Afrika Kusini. Lakini raia huyo wa Mauritania ana rekodi nzuri sana, ikiwamo Yanga wenyewe wanufaika wakati kiwango chao bora dhidi ya TP Mazembe hakikukwazika kwa mwamuzi huyu wakati wakipata ushindi wa bao 3-1 msimu tu uliopita 2024-25. Na safari hii kazi kwao itakuwa vipi ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama
mzee wa data, shukran jazilan, bye bye.